Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Sina shaka unaendelea vyema kabisa na mimi niko poa na nikushukuru sana kwa kuendelea kuichagua Zone Media. Sasa moja kati ya habari ambayo kwa sasa hivi inasambaa sana mitandaoni na maswali yamekuwa ni mengi ni yuko wapi waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hadi leo hii. Ukimya huo umeweza kuibua maswali mengi sana kutoka nchini Israel, lakini kutoka pia nchini Iran pamoja na duniani kote, huku vyombo vya habari vikilaumiwa kwa nini viko kimya, havijaweza kuhoji ukimya wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Kuna matukio mengi kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakipeleka wasiwasi mkubwa juu ya alipo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kama yuko hai au ameuawa kwenye mashambulizi ya Iran au amejeruhiwa vibaya. Sasa basi, hapa nimekuandalia baadhi ya matukio ambayo yanaendelea yakimzungumzia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na wasiwasi uliopo duniani kwamba yuko wapi Benjamin Netanyahu. Kwanza kabisa, baada ya ukimya wa muda mrefu, juzi ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu iliweza kutoa hotuba ikimuonyesha waziri mkuu Benjamin Netanyahu akihutubia kuhusiana na mustakabali wa vita vinavyoendelea kati ya Israel pamoja na Iran. Katika video ile ambayo ilirushwa live kabisa kwenye akaunti ya ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ilikuwa na urefu wa takribani dakika 37 na sekunde 51. Na press conference hiyo ambayo Netanyahu alikuwa akizungumzia iliibua mashaka kuonekana akiwa na vidole 6. Ndipo ambapo majukwaa yakaweza kuibuka na kuweza kusema kwamba hiyo ilikuwa ni video ambayo imetengenezwa kwa akili mnemba, yani artificial intelligence, wanaita AI kwa kifupi. Na wakalaumu kwamba kwa nini serikali ya Israel inaruhusu utumiwaji wa video ya akili mnemba ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuweza kuhutubia. Ikaibua maswali mengi sana ile video, lakini bado wakaenda mbali zaidi kuweza kuangalia baadhi ya vinasaba ya video hile na uhalisia waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Wakaona kwamba ilikuwa ni video ambayo imetengenezwa kwa akili mnemba. Wasiwasi ukawa mkubwa sana, yuko wapi waziri mkuu Benjamin Netanyahu? Haikuishia hapo tu. Baada ya yote hayo kuweza kuhoji, sasa Israel huwa wanafanya mkutano wa baraza la mawaziri kuweza kujadili mambo mbalimbali katika taifa la Israel. Sasa hivi kipindi hiki cha vita kumekuwepo na vikao vingi ambavyo vimekuwa vikiendeshwa chini ya uongozi ya ofisi ya waziri mkuu. Sasa Israel tarehe 14 ilikuwa ni siku ya hapo jana. Katika kikao chao ambacho waliweza kukaa, kiliongozwa na waziri wa ulinzi wa Israel ambaye ni Israel Katz, na Netanyahu alikosa mkutano huo, yani hakuonekana katika mkutano huo, na ni mara ya kwanza kwa Netanyahu kuweza kukosekana tangu vita ianze. Kwa hiyo video zilionekana kama unavyoona hapo wakiwa kwenye mkutano, na mimi nimekuwekea ili uweze kuona. Kuna maafisa hapo wa kijeshi wa Israel, hapo katikati ni Israel Katz, lakini kushoto kwake ni mkuu wa majeshi ambaye ni Eyal Zamir, pamoja na maafisa wengine wa IDF ambao walifanya mkutano huo. Sasa Netanyahu pia ikaonekana kuna wasiwasi unazidi kuongezeka kwamba yuko wapi waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kwa sababu hata tu kwenye kikao kwenye mkutano wa baraza la mawaziri amekosekana. Maswali yakawa ni mengi sana, lakini haikuishia hapo tu. Baadhi ya waandishi wa habari wamekuwa wakiclaim, wakitoa ripoti kwamba nyumba ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ililengwa kwa mashambulizi ya makombora ya Iran ambayo yaliweza kurindima katika siku za hivi karibuni, na inaaminika kwamba alikuwepo yeye pamoja na maafisa wengine wa Israel akiwemo Itamar Ben-Gvir, waziri wa ndani pale wa ujasusi nchini Israel, lakini pia Gideon Sar, waziri wa mambo ya nje wa Israel pia, pamoja na maafisa wengine. Ripoti zikaenda mbali zaidi, wakasema hata mkuu wa Mossad pia naye huenda amelengwa katika mashambulizi hayo. Ni moja kati ya maswali ambayo kwa sasa hivi Israel inakumbana nayo kwa kiasi kikubwa sana. Na kuna ripoti moja ilimuonyesha mwandishi wa habari akionyesha eneo ambalo ilikuwepo nyumba ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, ambapo akaeleza kwamba ndipo alipokuwepo wakati shambulizi linaweza kufanyika. Kwa mujibu wa video iliyokuwa ikionekana, inaonyesha wazi kabisa kwamba shambulizi lilikuwa ni baya kwa sababu palikuwa pameteketea kote katika hilo eneo. Kwa hivyo inaonekana mashambulizi ambayo yalifanyika yalikuwa kiasi kikubwa sana, japo hakuna ripoti za moja kwa moja ambazo zimethibitisha kuuawa kwa Benjamin Netanyahu au kujeruhiwa kwake, lakini
Baadaye kabisa sasa ofisi ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu ilikuja kukanusha taarifa hizo na kueleza kwamba Benjamin Netanyahu yuko hai kabisa. Ilisema kwamba inakanusha madai hayo ambayo yanasambaa kuwa huenda waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu ameuawa kwenye mashambulizi ya Iran. Lakini ofisi hiyo haikutoa taarifa zaidi za mahali alipo kiongozi huyo kwa sasa. Habari zimekuwa zikisambaa sana mitandaoni. Lakini bado sasa leo mapema jeshi la Iran limesema kwamba kama waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atakuwa bado yupo hai, jeshi hilo litaendelea kumtafuta ili limuue. Lakini pia ikumbuke kuwa kuna taarifa za jaribio la mauaji dhidi ya Benjamin Netanyahu lililotokea nchini Israel, ambapo imeelezwa kuwa kikosi maalum cha idara za usalama za Iran kilijaribu kumuua Benjamin Netanyahu. Kwa inaaminika sasa hivi kwamba Netanyahu yawezekana yuko majeruhi, akawa majeruhi sehemu fulani. Lakini katika taarifa ya jeshi la Iran kueleza kwamba litaendelea kumfuatilia na kumuua Netanyahu, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran vilivyonukuliwa na Al Jazeera, IRGC imemtaja Netanyahu kama mhalifu anayeua watoto, ikisema kuwa ikiwa bado yuko hai wataendelea kumtafuta na kumlenga kwa nguvu zote. Inaashiria kwamba licha tu ya mauaji ya viongozi wa Irani akiongozwa na aliyekuwa kiongozi mkuu nchini Iran Ayatollah Ali Khamenei, lakini bado jeshi la Iran linataka kuweza kulipiza kisasi, wakitaka kuanza na viongozi wa Israel, wakimlenga zaidi Benjamin Netanyahu. Kwa sasa vita bado vinaendelea na inaaminika kwamba kwa Israel na Marekani wakikiri kwamba Benjamin Netanyahu ameuawa, itaonekana kama ni kushindwa kwa vita moja kwa moja, ndipo ambapo kutaibuka mvurugano wa hali ya juu. Ndio maana kunakuwa kuna udhibiti wa taarifa wa kiasi kikubwa sana katika vita hivi, hasa taarifa kutoka nchini Israel, kwa sababu hata mashambulizi ambayo Iran imekuwa ikiyafanya kuna restriction nyingi ambazo zinatokea za ukweli wa taarifa ambazo zinatokea pale nchini Israel. Japokuwa nchini Iran taarifa zimekuwa zikipatikana, madhara yanayotokea, kuuawa kwa viongozi wamekuwa wakikiri, lakini kwa Israel kidogo kumekuwa kuna changamoto kidogo kwenye upatikanaji wa taarifa za huko kutokana na mashambulizi ya makombora ya Iran. Kama kweli Benjamin Netanyahu atakuwa hai au atakuwa ameuawa, lakini mwisho wa siku taarifa zitakuja kutoka tu, itakuwa haina budi kuweza kuficha wakati wote. Hapo mwanzo kuna taarifa zilikuwa zikisambaa kwamba Netanyahu ameuawa, lakini baadaye ikaja ikathibitika kwamba Netanyahu yupo hai na alitembelea jeshi la anga na eneo la kusini mwa Israel ambalo lilikuwa limeshambuliwa na makombora ya Iran. Sasa kwa hivi sasa ukimya umezidi kwa kipindi kirefu sana. Yaani ni muda mrefu Benjamin Netanyahu hajaweza kuonekana hadharani hata akiongea, na sio kawaida kwa Netanyahu. Netanyahu ni kiongozi ambaye anapenda kamera. Yaani muda wote Netanyahu ambapo huwa yupo kwenye majukumu yake, mara nyingi amekuwa ni mtu ambaye ni wa kamera kwa kiasi kikubwa sana. Lakini kwa awamu hii imekuwa ni tofauti kidogo, kama ambavyo tumezoea kumuona waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Ukijumlisha kuanzia hizo rumors za matumizi ya akili mnemba AI kwenye video yake ambayo iliweza kuitoa siku za hapo nyuma, lakini bado taarifa rasmi hakuna za uthibitisho kuhusu hali ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Endapo zitatolewa na mamlaka nchini Israel zitakiri hivyo, basi nitakuletea hapa ndani ya Zone Media. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.